Mwanaume huyu alipomkuta mwanamke aliyefunikwa na magamba ya samaki alimbeba mpaka nyumbani na kumlaza juu ya meza. Alikuwa akikohoa kwa nguvu, akitema maji ya bahari kutoka mdomoni mwake. Kisha taratibu akafumbua macho yake. Mara tu alipomwona Jack, alimshika kooni na kumpiga hadi ukutani. Jack alijaribu kumtuliza na ghafla taa zikawaka. Mwanamke huyo akaelekea kwenye TV. Ndani ya sekunde chache akachoma trident yake moja kwa moja kwenye skrini, lakini ghafla maumivu makali akampiga kwenye jeraha lake. Akajishika ubavuni na akaanguka akiwa amezimia. Alipoamka tena, jeraha lake lilikuwa tayari limefungwa bandeji. Akatazama chumbani hadi macho yake yakatua kwenye samaki waliokuwa wanaogelea kwenye tanki. Mara moja akamshika samaki huyo na kummeza mzima. Jack alisimama hapo akiwa ameshangaa kabisa. Baadaye aligundua kuwa mwanamke huyo alikuwa malkia wa Atlantis. Alikuwa ametoroka ndoa ya kulazimishwa chini ya bahari. Wakati Jack akimtunza, Atlantis taratibu alianza kumwamini, na kadri muda ulivyopita uhusiano wao ulianza kubadilika. Muda mfupi baadaye waliangukia kupendana. Kisha hatimaye wakapata mtoto wa kiume pamoja. Atlantis alikuwa akimshika mtoto mikononi mwake na kumweleza hadithi za ufalme wa chini ya maji. Lakini furaha yao haikudumu kwa muda mrefu. Usiku mmoja, mlipuko mkubwa ulisambaratisha kuta za nyumba yao. Askari wa Atlantis waliingia kwa nguvu ndani. Atlantis haraka alimpa Jack mtoto na akachukua trident yake kupigana. Aliwapiga peke yake wote, lakini katikati ya mapigano, mahali alipo palifichuliwa. Ili kumlinda mume wake na mwanawe, alilazimika kurudi Atlantis. Kabla hajaondoka, alimbusu mwanawe kwa kuaga. Kisha akatoweka kuelekea baharini. Baada ya siku hiyo, Jack alikuwa akienda kwenye gati kila siku akimsubiri arudi. La wakati huo huo, mwana wao Arthur alianza kuonyesha nguvu za ajabu. Siku moja, Arthur alipokuwa akitembelea aquarium, watoto wengine walianza kumdhulumu. Ghafla, papa walianza kujigonga kwenye kioo cha tanki. Tanki likaanza hata kupasuka. Watoto wote wakaingiwa na hofu, lakini Arthur kwa utulivu aliinua mkono wake na kuuweka kwenye kioo. Na mara moja papa wote wakawa watulivu kabisa. Macho yao yakaanza kung'aa dhahabu. Muda mfupi baadaye viumbe vyote vya baharini vilikusanyika karibu naye kwa sababu alikuwa mwana wa malkia wa Atlantis.